nitamtetea Dr. Samia kuanzia usiku na mchana, na leo ndawapa sababu kwa nini mimi nasema tunaye rais wa kumsema vizuri usiku na mchana. Mimi ni mwalimu, lakini nikiangalia mchango aliotoa kwangu binafsi, ukiacha habari, unajua watu wafikiri mchango wanajua ni fedha. Tunazungumza mchango binafsi wa kijana ambaye anaweza akafanya shughuli yake akiwezeshwa kwenye mazingira ya pale, naye akaenda akatoa mkono kwa wenzake. Nyinyi leo mnamfaidi Ndele kwa sababu yupo jemedari aliyemstawisha na anayemwezesha Ndele kuwepo katika shughuli zote mnazoziona za uchangiaji za kufanya vizuri kwenye jamii. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan, tumpigie makofi mengi sana. Sasa hatuna namna, hatuwezi kumpa hela Dr. Samia sisi, hatuna namna pekee wote ni kumwambia Mungu ampe maisha marefu, namba moja. Namba mbili ni kuiambia dunia kwamba tunaye kiongozi bora Tanzania kujadili alama za Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaanzia mkoa wa Mbeya. Kwa nyinyi mnaingia kwenye rekodi ya kujadili na kuyaimba mazuri ya rais wetu, mama yetu, kiongozi wetu. Katika umri wangu wa kuutumikia UNEC, nitahakikisha mazuri ya serikali yangu ambayo tumeiunda wenyewe, Chama cha Mapinduzi, yanasikika, yanafikika na yanasemwa kwa lugha laini. Yapo tutakayoyafanya, yapo tutawaambia tumefanya, kwa sababu tusiposema leo alama kubwa za Dr. Samia hatutakuwa tunamtendea haki. Sasa wote tukubaliane, kuanzia kongamano hili twende tukafanye makongamano ya wilaya na wataalamu wa wilaya waende wakatoe taarifa kama hizi. Uongo jamani? Twende tushuke tukatoe makongamano ya kata. Uongo jamani? Tukakutane na wakulima wetu kwenye kata, tuwaambie mbolea mnaonunua hiyo Dr. Samia ameiwekea ruzuku. Tuwaambie zamani mtu alikuwa ajifungui hapa, alikuwa anajifungulia maili nyingi. Leo Dr. Samia ameleta vituo vya afya. Leo tunaokoa maisha ya watoto wetu, tunaokoa maisha ya watu wetu. Watu wataelewa. Wakija watu ambao wanahubiri mabaya, watawaambia nyie ni waongo, si ndivyo? Sasa tusiruhusu wabaya, na wanasema ubaya ukisikika sana, usipokanusha unageuka ukweli. Lazima alama za Dr. Samia tuzieleze vizuri kama wasomi. Tusiache hawa makanjanja wanapotosha umma. Tumeelewana? Narudia tena, twende tuelimishe jamii zetu na tusaidiane na viongozi wa kwenye kata, kwenye shina. Wapo watu wanabeba agenda ya chuki kichwani, anaenda kuwapelekea Watanzania. Uongo? Alafu baada ya Tanzania kuchukiwa, wanaoumia ni kina nani? Watoto wetu. Yaani mtu anafurahia kabisa Tanzania kuchukiwa, anafurahia kabisa, na sisi wasomi tumenyamaza. Serikali inaondoa ujinga. Mmeona hapa matokeo ya kuwa na wasomi wengi nje ni matokeo ya kwamba serikali imejitahidi kuondoa ujinga. Ndio maana leo masters kuzikuta nje ni kitu cha kawaida. Sasa anakuja mtu anasema ajira imekuwa ni ngumu, lakini kipindi kile tulikuwa tunasema wasomi ni wachache. Ajira zimekuwa ni adimu kwa sababu fursa ya wasomi ni kubwa sana. Ndio maana tunatengeneza mazingira uwezeshi ya kila msomi aone fursa kwenye jambo lolote. Lakini duniani bidhaa adimu na degree adimu ni amani, utulivu wa nchi. Hapa mmeona
zinagombana tu nchi za mashariki kule, sivyo? Mazala yameenda wapi? Yameenda wapi? Leo mafuta ni shilingi ngapi? Ni mazala ya kukosekana kwa amani na nini na utulivu. Mazala ya kukosekana kwa amani. Ndio maana ukisoma kwenye dira ya 2050 katika ukurasa wa 12 imesema hivi: msingi mkuu wa dira, utawala, amani, usalama na utulivu. Hatuwezi tukatengeneza njia yoyote ya uchumi au njia yoyote ya mafanikio bila kuwa na utawala, amani, usalama na nini na utulivu. Hata wewe ukiamka asubuhi unasema vipi? Unaweza ukala kuku sehemu kwenye vurugu? Inawezekana. Unaweza ukapanga biashara ya miaka 5 sehemu yenye vurugu? Hizo ndio alama za Dr. Samia. Dr. Samia ameacha alama kubwa tangu aishike nchi hii. Mmeona mwenye kufanya biashara na anafanya sana, uongo? Sasa hiyo ndio alama kubwa. Kwa ukiacha hayo uliyosema ya jamii, lakini lazima tukawaambie watu, sisi wasomi tukaseme hivi kwamba taifa letu linahitaji utulivu, linahitaji amani. Lakini nani ataenda kuyafanya haya? Wasomi wetu ni zao la uhuru wa taifa letu, uongo? Wasomi wetu ni zao la uhuru wa taifa letu. Serikali ilitumia uaminifu wake, ilitumia rasilimali zake kuwekeza kwa wasomi. Hivyo wasomi watumie talanta zao kuhakikisha taifa hili linapata taarifa sahihi na taarifa zenye kulinda maslahi ya taifa letu. Wasomi wetu lazima wapate taarifa ya maendeleo ya jamii ya nchi yetu, ili wawaambie wanaopotosha. Wale wenzetu wanapotosha kwa sababu wana manufaa kwenye upotoshaji. Sasa tujiulize hapa wote mmesema tangu Dr. Samia amefika amepandisha daraja. Nani anamsemea huko? Kama sisi hatusemi kabisa. Tutafute makongamano tuseme, sawa jamani? Mama akituvalisha vizuri, tukaenda kwa watu tumependeza, tunamsifia mama, kwa sababu nyinyi mnasema hapa nani kama. Tusikubali watu wenye nia ovu na taifa letu na uchumi wetu wakapotosha dhamira njema na malengo mema ya nchi yetu. Na nembo ya nchi yetu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtu akawa anamzungumza rais kirahisi, anamzungumza rais kimzaamzaa, huyo sio tu amekosa adabu, hana malezi mazuri ya dini, hana malezi mazuri ya familia. Duniani kote watu wanajivunia kiongozi wao, na mmeona hata mkisoma historia za dunia, wenzetu wanaweza kuungana kwa pamoja wakamlinda, wakamheshimisha na wakazungumza mazuri yanayofanywa na rais wao, kwa sababu rais yuko pale kwa niaba yetu wote wa Tanzania. Leo kongamano hili liwe la kwanza, tutakapoenda Chunya tuyazungumze alama za Chunya. Mimi nikimwona mtu anamzungumza Dr. Samia vibaya, huwa naambia huyu mtu hamjui Dr. Samia, asogee karibu nimwambie mazuri ya Dr. Samia. Na ndio maana nikipata uhai kama hivi na afya, siachi kuimba nyimbo bora za Dr. Samia. Makofi wanaoungana mimi. Mimi nilisema huwezi ukazungumza mazuri ya mtu akiwa hayupo duniani. Zungumza sasa.